Kuna ile moja kati ya barua ya polisi, namna ambavyo walikuwa wameweza kutoa taarifa kuhusiana na kile ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema walikuwa wamekipanga, wakiwa wanazungumza kwa njia ya Zoom, wakieleza kuhusiana kile ambacho kimeendelea. Licha kwamba polisi wao wakaona basi isiwe kesi, tunahitaji kuweza kuona utulivu na usalama pia unaendelea katika nchi yetu. Lakini kwenye moja kati ya maelezo ya polisi wanasema kwamba upande wa Chadema wao wamepanga kwa ajili ya kuweza kufanya maandamano kwenye baadhi ya vituo, lakini pia kwenye baadhi ya sehemu ambazo wanataka kuweza kuwatafuta hao ndugu zao ambao wamepotea, na baada hapo waweze kuwapata. Sasa jeshi la polisi likawa limewaonya vikali sana kuhusiana na kile ambacho wanahitaji kuweza kukifanya. Hii imepelekea zaidi kuona ni kwa namna gani basi wanaweza kuyadhibiti haya matukio mapema kabisa kwa ajili ya kuweza kuendelea kuwa salama na usalama wa nchi yetu. Sasa hii imempelekea Godbless Lema ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuandika kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Lakini kabla sijanukuu kile ambacho alikuwa amekiandika Godbless Lema, hebu nikusomee ile taarifa ya jeshi la polisi. Wao waliandika barua, ilikuwa wanasema taarifa kwa umma, ambayo ilikuwa imeandikwa tarehe 30 mwezi wa 8. Anasema Agosti 28, 2024 Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam ilitoa maamuzi yake kuhusiana na shauri lilowasilishwa mbele yake, ambapo miongoni mwa maamuzi yaliyotolewa ni pamoja na kutoa amri kwa jeshi la polisi kufanya upelelezi kujua mahali walipo viongozi wa baraza la vijana la Chadema Bavicha wilaya Temeke, Deus Soka na wenzake wawili. Jeshi la polisi lilipokea amri hiyo na kuongeza nguvu katika upelelezi ambao lilishaanza kutoka awali baada ya kuripotiwa kupotea kwa viongozi hao. Baada ya maamuzi hayo ya mahakama, jeshi la polisi limepata taarifa za uhakika za viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kufanya kikao kwa njia ya elektroniki yani Zoom, na kukubaliana kwa vile hawajaridhika na maamuzi hayo ya mahakama kwa sababu hayakuakisi malengo yao, wafanye yafuatayo. Jambo la kwanza, waanze kuhamasisha wafuasi hao chini kufanya maandamano ya kuelekea maeneo mbalimbali zikiwemo ofisi mbalimbali. Jambo la pili, wahamasishe na kuunda vikundi vya vijana wapatao 20 wavamie vituo vya polisi vilivyopo jiji la Dar es Salaam kwa wakati mmoja. Jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa yeyote atakayeendelea kuratibu, kuhamasisha na kushiriki katika uhalifu huo wa kupangwa ambao lengo lake ni kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu baada ya kushindwa kwa mikakati yao atakayoshughulika ipasavyo kwa mujibu wa sheria ya nchi. Jeshi la polisi lingependa kusisitiza atakayefika kituo chochote cha polisi kwa nia ovu, tumejiandaa na atashughulikiwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ndiyo taarifa ambayo ilikuwa imeandikwa na jeshi la polisi kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea kupitia kwa msemaji wake David Misime akitoa taarifa hiyo. Sasa basi Godbless Lema yeye ameandika kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X na kuandika haya yafuatayo, ambayo nanukuu hapa kile ambacho amekiandika Lema. Amesema hivi: kama kuna mtu mnalipa pesa kutafuta taarifa kutoka Chadema, basi katisheni malipo mara moja, maana anawadanganya. Taarifa mnalenga kumtisha mtawala yani rais kwa maslahi yenu binafsi. The quote always afraid. Bila damu iliyomwagika, nchi hii kwa makusudi na nia mbaya itanena kwa wakati wake. Mungu wabariki. Zaburi ya 109. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo aliyazungumza Godbless Lema kuhusiana kile ambacho kilikuwa kinaendelea kuhusiana kwa jeshi la polisi. Sasa kuna baadhi ya maoni ya wadau hapa ambao wametoa maoni yao. Mtu akasema kama sheria zinatafsiriwa mahakamani, hawa wanaosema watashughulikiwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria, maana yake wamejiandaa kuendelea na uhalifu dhidi ya binadamu kama walivyoeleza. Mahakama iliamuru Kombo apewe dhamana, lakini mpaka leo bado polisi wamekiuka na hakuna wanachokifanya. Mwingine anasema kwamba ikiwa hawajui nani alimpiga risasi Lissu, hawajui Sativa alitekwa na nani, hawajui kina Soka walipo, hawajui Beni alipo, wamejuaje vijana 20 wana mpango wa kuvamia vituo? Mwingine anasema kwamba picha za Zoom si zitakuwepo, huo ni ushahidi tosha kabisa na kufungua kesi mahakamani. Sasa vitisho vya nini?
Mwingine anasema eti linatoa onyo kali, yani kwa tulipofikia hakuna tena hata anayewaogopa. Hakika mjue ya kwamba binadamu ana hasira na polisi kuliko wanavyodhani. Mwingine anasema Mungu tu aisaidie nchi yetu hii, maana ni kili wazi kwamba mifumo ya CCM ndio imeharibu kabisa jeshi la polisi. Enzi za afande IGP Saidi Mwema, kila mwananchi alikuwa rafiki na polisi, ila nyakati hizi ni mbingu na ardhi. Mwingine anasema kwamba kwa hiki ambacho kinaendelea mbona tutafika tumechoka. Mwingine anasema kwamba ukisikia Puyanga ndo huku, damu ya watu si mchezo, wanaanza kuweseka. Mwingine anasema tokea mchungaji Peter Msigwa hame amekosa mtu wa kuweza kuwapa taarifa za ndani ya chama. Mwingine anasema kwamba hakika kamanda. Mwingine anasema kwamba iko hivi, hao wanafanya hivi kwa bahati mbaya, wanajua wananchi wameshachoka na muda wote wanaweza kulipuka. Wanataka haya kitokea wasiingizie Chadema. Yaani wananchi wanakoamua liwalo na liwe kama kule Simiyu, basi wataitwa Chadema, watatafuta uhalali wa kuwapiga watu. Mwingine anasema eti mapolisi mkoa da yanaogopa vijana 20. Hii sio jeshi, ni wahuni wamejikusanya. Mwingine anasema hao waliojifanya mkutano wa Zoom hamna majina yao, mmeshindwa kupata japo video clip kuthibitisha madai yenu. Mwingine anasema kwamba polisi wametengeneza mazingira kukamata viongozi wa chama. Mwingine anasema hizo taarifa za polisi kwamba wana intelijensia ya nia ovu ya Chadema zimekuwa ni za mara kwa mara na kwa miaka mingi, na hakuna hata moja wamewahi kuthibitisha. Hakuna njia nyingine ya kupata cheo mpaka wasingizie Chadema. Mwingine anasema baada ya kushindwa kwa mikakati wao, kumbe kwenda mahakamani ulikuwa ni mkakati. Mbona hii barua imeandikwa kishabiki? Mwingine anasema hivi jeshi la polisi wanaelewa neno maana yake. Mwingine anasema kwamba polisi mbona mnajihusisha na credibility namna hii, yani mnapiga amri mchana namna hii. Mwingine anasema tumechoka kusikia mtawala anadanganya kila wakati, ina maana yeye hana cha kuchanganya na wenzake. Mwingine anasema Afghanistan ina jeshi dhaifu, siku tukifika level za DRC Congo kupigana vita kila siku, nadhani tutakuja kuheshimiana. Hivyo vitisho vya kishamba sana, kama kweli wanaweza watoke mikono mitupu bila silaha alafu waone cha moto. Mwingine anasema kwamba hivi hamuwezi kuifungulia mashtaka, walete huo ushauri wa Zoom walionao. Mwingine akasema kwamba watoe majina hadharani hayo mapolisi. Nchi hii bana sijui ipoje, mshapata taarifa ambazo hazina uhakika na hizo ambazo mmezitoa nyinyi. Mwingine anasema lakini Chadema msituchezee na kauli zenu, maana kila siku ni nyie mpaka mnatuvuruga amani yetu. Kama mnasingiziwa kwa nini muwe ninyi kila siku na sio ACT, mjiangalie, maana lazima kuna sehemu hamko sawa. Kwa hiyo maneno yamezidi kuwa mengi huko mitandaoni kuhusiana na taarifa hizi ambazo zilikuwa zinaendelea mara baada ya Godbless Lema kwenda kutweet kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Mimi ni Ezekiel Mtewere, Baharia TV. Ya Baharia TV, usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.